Wadau na wadaku. Mwenye alituma Nicholas Ndeti kumaliza Sami Kiyoko ameshajulikana ni nani. Kumbe ilikuwa Sami Kiyoko amalizwe. Ilikuwa Sami Kiyoko atolewe uhai. Ilikuwa awawe. Lakini walimalizia tu kumvunja miguu, kumharibia maisha. Sasa Sami Kiyoko ako kwa kitanda, hawezi tembea, hawezi fanya chochote. Guys, mambo ni mingi. Kila siku tukiamka lazima tuamke na jipya, and I'm telling you, things are getting hot outside here. Things are getting hot and hotter every day. After Nicholas Kiyoko kukabwa vizuri na kuulizwa maswali, amefichua ni nani mwenye alimtuma aende ashike Sami Kiyoko, amtandike paka amuue. Ilikuwa amuue. Lakini bahati mbaya ama bahati mzuri, Sami Kiyoko alivunjika miguu na akavunjika uko ndani ya mwili, uko internal. Sasa saizi ako bedridden, hawezi tembea, hawezi fanya kitu yoyote, ako tu kwa kitanda. Na ni chanzo cha kupigwa ni nini? Ilikuwa anadai pesa yake. Guys, mambo ni mingi. Stick around, I'm going to take you through the story and everything, the way things went down. And for those who don't know what we're talking about Sami Kiyoko, our comedian here in Kenya and influencer. Kando na hapo yeye bado ni businessman wa kampani inajiita Movata ya kushona ma uniform, ya kushona nguo, but sana ni base kwa kushona uniforms za watu, wanavanga uniform za ofisi, uniform za makampani, yani uniform, anything uniform au ndo wanashona kushona. And who is Nicholas Kiyoko? Not Nicholas Kiyoko, Nicholas Ndeti. Nicholas Ndeti ni ule jamaa mwenye alishika Sami Kiyoko pale, alikuwa amevaa mask. If you can remember well, huyu jamaa wakati Nicholas Kiyoko alianza kufanya pale nini? Alianza kufanya pale press siku ya kwanza. Ule jamaa alikuja wa kwanza akamshika, alikuwa amevaa t-shirt ya white imeandikwa hapa kando nini? Sijui niweke picha yake muone. Hapa kando yake iko na two blacks. T-shirt ya white ya mpira, but hapa kando iko na twice, alikuwa amevaa kofia cape ya black. Mnono hivi ni huyu ni hapa kwa screen. Sasa huyu jamaa inasemekana ni anakuanga goon. Na kando na kukua goon ni familia moja ya gavana wa Vinya Ndeti. Na huyu ndiye anatumiwanga uko nini kwa hizo area za huko Machakos. Mtu akileta ujinga, akileta hiyo familia ujinga, huyu ndiye anatumiwanga na huyu ndiye anaorganizing watu. Yani huyu ndiye anajua ma areas za kuorganize wale watu wabaya kufanyia mtu kitu mbaya. Huyu anajua. Yes. And Nicholas Ndeti akakuja pale kwa Sami Kiyoko, mkamwona mara ya kwanza, akataka kumpiga, lakini hakumpiga hiyo siku. Akataka kumshika mpige first day ya press yenye tokeo. Sami Kiyoko alikuwa anaenda na mobilize sasa watu, anaambia watu kesho mtokelezee, tutaenda pale Machakos, mpuje watu, tuende pale kitu mnifanyike mimi tutafanyikia pia ni one day na pia tutajitokelezea. So Sami Kiyoko was telling people, alikuwa jaribu kuambia watu watakutana kesho yake. Ilikuwa press ya day 1. Huyu jamaa alikuja pale akamshika kataka sasa, but unfortunately watu wakageukia huyu jamaa wakamshika mpaka akapiga nduru. Alilia sana by the way, akapiga nduru, mniache, wakamuacha akaenda. And after that the following day Sami Kiyoko alienda pale Machakos. Ndio hapo wale ndio sasa alikuwa amejipanga na watu wake na goons wake. If you check that video well, Sami Kiyoko alikuwa ameshashinda huyo jamaa nguvu, lakini because alikuwa na watu wengine nyuma yake walikuwa na hype. I think you understand. Walikuwa na hype huyo jamaa. So after kumu hype na kupia kumsupport, walishika Sami Kiyoko akampeleka mahali wakampiga. Juu Sami Kiyoko inasemekana alipotea. Sami Kiyoko na Tom Daktari walipotea tu shua, wakaingishwa kwa gari nyingine hapo na wakaenda. Not kwa gari ya polisi, not kwa gari yenye inajulikana, kwa gari fulani ilikuwa hapo hivyo. Walikuwa tayari wameshaikata, walikuwa tayari washajipanga. So wakamchukua, akampiga pale chini, wakamuona alimpiga pale, wakampiga sweep, akaanguka chini, wakambeba akamwingisha kwa gari. So walimpeleka pahali, wakampiga, wakaenda kumrusha kwa hospitali ya Athi River. Huko Athi River mnajua vizuri. Ndio kutolewa pale Athi River, ikasemekana pale imeshindikana na Tom, walishikwa na Tom Daktari kwanza, kila mtu walipelekwa kivyake. Huyo apelekwa huko akapelekwa, but mwenye alikuwa targeted, the person who was targeted was
hiyo siku apigwa malizo alikuwa ni Sami Kioko. So akapelekwa Athi River Hospital first day. Hiyo siku ya kupigwa alipigwa vibaya, akaumia, alishikwa na watu, akapelekwa Athi River. Akapelekwa Athi River, ikaonekana hapo Athi River waizani, wakampeleka Kagundo hospitali. Inasemekana hiyo hospitali inanga anything, inanga watu, inanga anything in generally, yani inanga vitu, inanga maji, inanga nini, yani ni hospitali yenye na struggle. Acha niseme tu hivyo, ni osenye ina nini facilities, ina struggle bado. So after that ndio akatolewa hapo, akaletwa wapi? Hospitali nyingine. So mimi na story yangu ni moja. So this guy inasemekana, this guy alitumwa na government, alitumwa na Wavinya ashike Sami Kioko, sababu alikuwa amesamia, aliona kama Sami Kioko, na ndio maana unaona vile Sami Kioko alishikwa, akapelekwa, akakuwa hospitalized. Ndio sasa huyo governor aka cool na akaita sister ya Sami Kioko, wakakaa naye chini, wakamfinya kwa kona, wakamwambia aseme, wakamwambia tu ile video ya kusema pole, na wakampromise watampea pesa yake, which mpaka sasa tunaongea na nyinyi ni day 3 ama day 4 hajapewa anything. Hajapewa anything. Na mimi na swali ni moja tu. Wewe umetumwa upige mtu because this person is demanding pesa yake. Anataka tuwe pesa yake. Wewe unalipwa some amount of money yenye itakusaidia anything. Wewe upewe like 10,000, 20, hata ukipewa 1 million. That man will never help you in because hiyo pesa ni pesa haramu. Tuseme to be honest, ni pesa ya kuua, pesa haramu. Wewe ndio upige mtu ulipwe pesa. Pesa hiyo ni pesa haramu, haiwezi kusaidia anything. Pesa mzuri ni pesa umefanyia kazi wewe mwenyewe, umesweat ukapata pesa yako kwa jasho yako, umefanya kazi, hata kama ni kazi ya kuchimba mtaro, any work, but ni pesa yenye umefanyia kazi. Si pesa ya kupiga mtu, ama pesa ya kufanya mtu aumie ndio upate. Hizi kusaidia ni anyway. And hiki yenye huyu mtu anaorganize watu anaorganize, anafanya na kulipa ndio upige mtu. Same person one day pia atakuorganizea watu, watakupiga. Saa zingine tukifanya kitu tukue very careful. And tulisema tusikubalie kubebwa. Because once unakubalia kubebwa, hii pesa unajua ni pesa ya siku moja, mtu anakupatia one day, unapiga mtu na unamuumiza kama sasa hivi Samia Kosali, na hiyo pesa unaikula mara moja inaisha, unaendelea kuteseka. So nani ana lose? Mtu atakao hospitali basi but one day atapona, ataendelea na shughuli zake. But wewe umekula pesa yako 1,000, umekula kama ni 10k 20k siku moja, umepewa one day na ikaisha. Angalia kitu kitakusaidia for the longest time. Siangalia kitu unakula once na alafu unachana nayo, alafu inaenda hivyo. Hiyo itakusaidia in anyway. So unaona sasa venye watu wanajimesingi. People do mess their lives to kid. Yaani unajipoteza tu mwenyewe tu. Kama ulikuwa na opportunities za kazi saa hizi, mtu akupatia job, hizi kupata job, anaogopa utaanza kosa kukulipa umpige. So saa zingine watu sasa wanafaa unaangalia vitu sana. Give me your thoughts in the comment. What do you think of this story? Do you think huyu jamaa Nicholas Ndeti alifanya vizuri, anafaa kushikwa pia yeye? Si ndio guys? Mimi naona anafaa kushikwa. Mimi personally naona anafaa kushikwa, iko ndani. Jiko za kufanya vizuri. Ilikuwa